الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama kawaida yetu, tuko katika muendelezo wa darsa za tafsiri za ndoto, na leo biaunihi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia ru'yatul arusi fil manam. Pale mtu anapolala ikamwijia ndoto anaota yuko harusini au yeye mwenyewe anaoa, na kama ni mwanamke anaota anaolewa. Ndoto hizi wafasiri wa ndoto wanatuambia huwa zinaingizwa katika mizani na kupewa tafsiri. Tukianza na mwanawachuoni Muhammad ibn Sirin rahimahullah, yeye anasema man yara fil manami al-arusa, yoyote atakayelala ikamwijia ndoto akaota yuko harusini au yeye mwenyewe anaoa au kuolewa, yakunu dalilu ala anna hunaka al-kathiru min al-ashya'i al-makruha, ni dalili ya kutokea mambo mengi yenye kuchukiza, allati satahduthu qariban lirai, ambayo hivi karibuni yanaweza kujitokeza kwa yule muhtaji. Au kad takunu nadhiru biuqui almasaibi fi hayati rai, au yawezekana ikawa ni message au ujumbe wa kutokea kwa misiba mingi katika maisha ya muhtaji. Au kad takunu dalilu ala fuqdani li ahadi min ahlihi, au inawezekana ikawa ni dalili juu ya kumkosa mmoja katika watu wa familia yake. Cha kwanza, inawezekana kukatokea mambo mabaya kwa muhtaji, au huo unaweza ukawa ni ujumbe wa kutokea misiba mingi katika uhai au katika maisha ya yule muhtaji, au inawezekana ikawa ndio dalili ya kumkosa mmoja katika watu wa familia yake. Huu ndio mlengo wa mwanachuoni Muhammad ibn Sirin juu ya kuota harusi. Kama anna al-imam an-Nablisi rahimahullah yuwafiqu ra'ayuhu ra'y al-imam ibn Sirin fi ru'yati manami al-arus, kama ambavyo mwanachuoni an-Nablisi rai yake na yeye inafikiana na rai ya Muhammad ibn Sirin juu ya ndoto ya kuota mtu akiwa harusini au anaoa au kuolewa. Na yeye mwanachuoni an-Nablisi rahimahullah anasema annaha isharatun ila wuqu'i al-ibtila'ati al-kathirati fi hayati ar-ra'i, hiyo ni ishara ya kutokea mitihani mingi katika maisha ya muhtaji. Yeye anasema ukiota upo harusini au unaoa au kuolewa ni dalili ya kutokea mitihani mingi katika maisha yako. Kama annahu kad takunu dalilu ala alwafati, kama ambavyo ndoto hii ya harusini inaweza ikajulisha juu ya kutokea kwa kifo kwa wewe uliyeota, au kama kuna mtu ambaye umemuotea pia inabashiri kutokea kwa kifo. Wa khususan in kanat hunaka maazifu fi hafli al-arus, na hasa hiyo harusi utakayoyota kama kutakuwa kuna hafla, sherehe, watu wamekusanyika, wanaimba, wakicheza, vyakula vinapikwa, panaliwa, hiyo itakuwa inabashiri misiba mingi na matatizo mengi au vifo. Wa indama yara rajulu annahu sara arisun, na mwanamume anapolala ikamwijia ndoto anaota kuwa yeye ni bwana harusi anaoa, walakin duna an yahsula ara arusa,
lakini kuoa kwenyewe bibi harusi hayupo, ni mujarradi wa kuota anaoa, yuko peke yake, bibi harusi hayuko pale. Fa inna hadha dalilu ala annahu sayamutu qariban, hakika hii ni dalili inayoonyesha mtu huyo atakufa muda wa karibu, yani muda si mrefu atakufa, kwa sababu hakuna harusi ya peke yako. Ukiota wewe unaoa lakini bibi harusi hayuko pale, hiyo ni harusi ya kifo. Kwa hiyo ndoto hii si nzuri, ni ndoto ambayo inabashiri huyo muotaji huenda akafa katika muda wa karibu, muda si mrefu. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mjuzi zaidi. Walakin in kana hunaka arusatun lahu, lakini ikiwa mwanamume amelala ameota anaoa na bibi harusi yuko pale, fa inna hadha dalilu ala alkhair alkathir alladhi sayuhsalu alayhi ar-ra'i au sayahsulu alayhi ar-ra'i. Ikiwa mwanamume amelala anaota anaoa na bibi harusi yupo, hii itakuwa ni dalili ya kupata khairi nyingi ambazo atazipata katika maisha yake. Wa in kanat alfatatu azba'u, lakini ikiwa ni msichana ambaye hajaolewa amelala kisha ikamwijia ndoto anaolewa, dalla hadha ala zawji salihi, ndoto hii inajulisha kwamba mwanamke huyu atapata mume mwema, lakini kwa sharti moja tu, akiota anaolewa na mume awepo pale harusini. Ikiwa ni hivyo, basi ndoto hii itajulisha juu ya kupata mume mwema. Wa annaha satan'amu bihayatin sa'ida, na inabashiri ndoto hiyo ataneemeka kwa kupata maisha mazuri kwa huko kumpata huyo mume. Wa in kana ar-rajulu mutazawwiju fa inna hadha dalilu ala anna zawjatahu satalidu waladan au rubama yakunu isharatun anna al-ukhta au al-akha al-akhar sayatazawwaju amma qarib. Na mwanamume aliyeoa akilala akaota anaoa na yule mwanamke anayemuoa yuko pale harusini, fa inna hadha dalilu ala anna zawjatahu, hii ni dalili kwamba mkewe kama ni mjamzito, satalidu waladan, atazaa mtoto kwa salama. Au rubama yakunu isharatun, au inaweza ikawa ni ishara, anna al-ukhta au al-akha al-akhar, dada yake au ndugu yake wa kiume, sayatazawaju amma qariba, anaweza akaoa muda wa karibu, muda si mrefu. Kama anaye dada ataolewa, na kama anaye ndugu mwingine mwanamume basi ataoa, lakini kwa sharti moja tu, mwanamume huyu awe ameoa na alale usingizini aote kwamba anaoa na yule anayemuoa yuko pale. Kama mkewe ni mjamzito atazaa kwa salama, na kama si mkewe basi ana ndugu wa kike ataolewa au ndugu wa kiume ataoa. Wal azba'u allati tara fi manamiha al-arus, na mwanamke ambaye hajaolewa amelala ikamwijia ndoto anaota yuko harusini au anaolewa, fa inna hadha dalilu ala al-kathiri min al-khairat, hakika ndoto hii inabashiri kwamba mwanamke huyo atapata khairi nyingi, yani hii ni dalili ya kupata khairi nyingi, lakini kwa sharti huyo mwanamke yule anayeolewa nawe awepo pale katika sherehe. Wakati takunu dalilu ala zawajiha alqarib aidan, lakini wakati mwingine ndoto hii inaweza ikabashiri huenda akaolewa muda wa karibu, yani muda si mrefu huenda akapata mume akamuoa. Warubama yakunu hadha huwa alkhairu laha, na huenda ndoto hii ikawa ni khairi itakayompata yeye au ni khairi itakayomfika. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi. Unachotakiwa kukizingatia ndugu mtazamaji, kama unaota unaoa, basi yule unayemuoa awepo pale, ndoto hii itakuwa inabashiri khairi. Na kama ni mwanamke umelala ukaota unaolewa, yule anayekuoa awepo pale, hii ndoto itabashiri kuwa ni khairi. Lakini endapo umelala umeota unaoa lakini yule unayemuoa hayuko pale, au kama we ni mwanamke umelala ukaota unaolewa, yule anayekuoa hayuko pale, ndoto hii itakuwa inabashiri mabalaa, na huenda ikabashiri misiba, na huenda ikabashiri vifo. Wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulinde na hayo.
Wa in kanat alfatatu alazba'u tatazawwaju fil manami min rajuli mayitin, na ikiwa msichana ambaye hajaolewa amelala ikamwijia ndoto usingizini, anaota anaolewa na mwanamume aliyekwisha kufa, mwanamume ambaye ni maiti, fa inna hadha dalilu ala anna hunaka shay'un ma sayahduthu lahwa, hakika ndoto hii ni dalili kwamba kuna jambo litazuka kwake yeye. Wasa yatafarraqu shamlaha, na itakuwa ni sababu ya kumtenganisha na jambo lake zuri. Yani wewe mwanamke ambaye hujaolewa, umelala, ndoto imekuijia unaolewa na mtu aliyekwisha kufa, ni wazi kwamba kutazuka kwako wewe mambo ambayo si mazuri, na huenda ikawa ni sababu ya kutengana na jambo ambalo ni zuri. Wa hinama yakunu al-arisu fil manami ta'rifuhu tamama al-ma'rifa, na kama mwanamke huyo katika ndoto yule anayemuoa atakuwa anamjua, tena kule kumjua kuliko kamilika, fa innahu hadha dalilu zawaji fil waqi, basi ndoto hii itakuwa inabashiri kwa mwanamke huyo atapata mume wa kumuoa katika maisha yake ya uhalisia. Yani mwanamke ambaye hajaolewa kalala kaota anaolewa na mwanamume anayemjua, tena kumjua kwenyewe ni kule kuliko timia, kimbele mbele na kinyume nyume, huyu ni fulani ananioa mimi, basi ndoto hii itabashiri kwamba katika maisha yake ya uhalisia atapata mume wa kumuoa. Muhimu tu yule anayekuoa kwenye ndoto awepo pale, kama hayupo au humjui, ndoto hiyo itafasirika kinyume chake. Wa in kanat almar'atu almutazawwijatu maridha, na ikiwa mwanamke aliyeolewa ni mgonjwa, waraati annahu yatimu zafafuha ila shakhsin akhar, na amelala ikamwijia ndoto anaona anaolewa na sherehe imekamilika, lakini anayemuoa ni mwanamume mwingine, sio yule mumewe. Wakana hadha ar-rajulu la ta'rifuhu ala al-itlaq, na huyu mwanamume anayemuoa kwenye ndoto akawa hamjui, fa innahu dalilu ala al-wafat, juu ya kifo cha huyo mwanamke. Yani ni mwanamke yeye ni mgonjwa na ameolewa, kalala usiku ameota anaolewa kwenye ndoto na mwanamume mwingine, na sherehe inafanyika, na huyu mwanamume anayemuoa kwenye ndoto hamjui maskini, basi wafasiri wa ndoto wanasema mwanamke huyo atafikwa na kifo, na huenda sababu ya kifo ni hayo maradhi anayougua. Kama anna zawaja min rajuli mayitin lilmar'ati almutazawwija fil manami, kama ambavyo inaweza ikatafsirika mwanamke kuolewa na mwanamume aliyekufa, na huyo mwanamke ambaye kaota ndoto hii naye ameolewa, yani ni mwanamke kaolewa lakini amelala akaota anaolewa na mwanamume aliyekufa, dalilu ala alfaqri wa khasarati alkathiri min alamwal, hii ni dalili kwamba mwanamke huyo atapata umaskini na hasara nyingi zinazotokana na kupoteza pesa. Kwa hiyo wakati mwingine hupata ikatafsirika hivyo, si lazima kitokee kifo. Yawezekana mwanamke huyu haumwi lakini amelala anaota anaolewa na mwanamume mwingine na yeye kiuhalisia ameolewa, basi ni dalili juu ya kupata ufakiri na hasara nyingi zinazotokana na mali. Wakati takunu dalilu ala dhulli alladhi sataishuhu tilka almar'a ba'da al'izz, na wakati mwingine ndoto hii inaweza ikatafsirika udhalili atakaopata huyo mwanamke baada ya maisha mazuri. Yani kama alikuwa na maisha mazuri akalala akaota ameolewa na mwanamume aliyekwisha kufa, na kiuhalisia yeye kishaolewa katika maisha yasiyokuwa ya ndoto, basi huenda anaweza akaishi maisha ya udhalili baada ya kuwa anaishi maisha mazuri. Kama anna zawaja fil manami lilmar'ati almutazawwija dalilu ala annaha satadha'u binta, kama ambavyo mwanamke aliyeolewa akilala akaota anaolewa tena na yule mwanamume anayemuoa yuko pale harusini, kama mwanamke huyu ni mjamzito, wanasema satadha'u binta, anaweza kuzaa mtoto wa kike. Kama annaha law ra'at annaha tartadi almalabis almukhassasati lizafafi, kama ambavyo mwanamke anaweza kalala pia akaota amevaa mavazi yaliyoandaliwa rasmi kwa ajili ya sherehe.
fa inna hadha dalilu ala annaha satalidu dhakara. Hakika ndoto hii inabashiri kwamba mwanamke huyo anaweza akazaa mtoto wa kiume. Kavaa mavazi yaliyoandaliwa rasmi kwa ajili ya sherehe. Ndoto hiyo inabashiri mwanamke huyo atazaa mtoto wa kiume. Wa hadha idha kanat tilka almar'atu hamilu bilfi'li. Na ndoto hii itabashiri hivyo pindi mwanamke yule atakapokuwa ni mjamzito katika maisha yake ya kiuhalisia. Na kama katika maisha yake ya kiuhalisia sio mjamzito, ndoto hii itakuwa inabashiri kitu kingine. Almuhimu, wewe unayeota unaolewa au kuoa, lazima yule anayekuoa au unayemuoa awepo pale. Kama hayuko pale au humjui kabisa, basi ndoto hii itakuwa inabashiri matatizo makubwa, wal-iyadhu billahi. Mwenyezi Mungu atuepushe na hayo matatizo. Lakini mwanawazuoni Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema mwanamume akilala akaota annahu yatimu zafafahu ala mraati masihia, anaoa mwanamke wa Kikristo, yani ni mwanamume wa Kiislamu, amelala inamwijia ndoto anaota mwanamke wa Kikristo, fa inna hadha dalilu ala anna hadha rajulu sayahsulu ala wadhifati fil qarib al-ajil. Ndoto hii inabashiri kwamba mwanamume huyu atapata wadhifa, atapata kazi muda wa karibu, muda si mrefu atapata kazi, kama ni mtu ambaye anahangaikia kazi. Kwa hiyo mwanamume wa Kiislamu, umelala usingizi, ndoto inakuijia unamuoa mwanamke wa Kikristo na mwanamke huyo yuko katika sherehe hiyo, basi ni dalili kwamba wewe utapata kazi muda si mrefu. Walakin hadhihi alwadhifa, lakini kazi hii utakayoipata satulhihi anid din, kazi hii atakayoipata mwanamume huyu itampumbaza kuisahau dini. Wasatulhihi aidha anil haqi, na itampumbaza pia kuisahau haki. Kwa hiyo kwa upande mwingine ndoto hii si nzuri. Ukilala ukaota unaoa mwanamke wa Kristo kwamba wewe utapata kazi kama unahangaikia kazi, lakini kazi hiyo itakupumbaza, utaiacha dini, itakupumbaza, utaiacha haki. Kama anna ar-rajula alladhi yara fi manamihi annahu yatazawwaju wa yartadi malabis al-arus, kama ambavyo mwanamume ambaye kaoa amelala ikamwijia ndoto anaoa na amevaa mavazi ya harusi, fa inna hadha dalilu ala anna hunaka khairun kathir sayatihi fil qarib al-ajil. Hakika ndoto hii inabashiri kwamba mwanamume huyo atafikwa na khairi nyingi muda si mrefu. Kama anna dhalika dalilu ala anna ar-rajula sayahsulu ala farhin kabirin wa saadatin la tusaf, kama ambavyo ndoto hii kwa wakati mwingine inaweza ikabashiri kwamba mwanamume huyo atapata furaha kubwa na atapata maisha mazuri yasiyosifika. Kwa hiyo kuota mwanamume amevaa mavazi ya harusi na kiuhalisia akawa ameoa yule mwanamume, yani anaye mke lakini amelala anaoa na amevaa mavazi ya harusi, na yule anayemuoa yuko mahala pale, hii ndoto inabashiri kwamba atapata khairi nyingi katika maisha yake. Kama anna dhalika dalilu ala anna ar-rajula sayahsulu ala farhin kabiri wa saada la tusaf, kama ambavyo hiyo ni dalili kwa huyo mwanamume kupata furaha kubwa na saada katika maisha yake ya dunia isiyosifika. والرجل يحلم أنه يتزوج من فتاة وماتت هذه الفتاة, na mwanamume ambaye amelala akaota ameoa msichana na yule msichana akafa, yani kamuoa kwenye ndoto, maisha yameendelea kwenye ndoto akafa, fa inna hadha, hakika ndoto hii dalilu ala anna hunaka khairun sayatihi, ni dalili kwamba mwanamume huyo kuna khairi itakayomwijia. Ukiitazama ndoto hii kama vile inaogopesha, lakini kumbe ni khairi. Umemuoa mwanamke na ukaishi naye katika ndoto akafa kwenye ndoto, basi jua kwamba ndoto hii inabashiri khairi, na kama kuna matatizo yaliyokukuta wewe katika kipindi kilichopita yataondoka. Na ndoto ya mwisho, anna ar-rajulu alladhi yara fi manamihi annahu yatazawwaju min imra'a walakin hadhihi al-mar'at majhula, ni mwanamume amelala ikamwijia ndoto anaota anaoa anamuoa mwanamke, lakini mwanamke huyu hajulikani. Anamuoa mwanamke lakini mwanamke majhula, hajulikani jina lake wala nasabu yake, hajulikani. Fa inna hadha dalilu ala annahu sayamutu fi hal kana maridh,
hakika ndoto hii inabashiri huyo mwanamume atakufa kama alikuwa katika hali ya ugonjwa. Yani wewe mwanamume ukiwa katika hali ya ugonjwa ukalala, ukaota unamuoa mwanamke asiyejulikana, halijulikani jina lake wala nasabu yake, isipokuwa kilichotajwa pale ni harusi tu, basi kama wewe ni mgonjwa ni dalili utakufa kwa hayo maradhi unayougua. Ndugu mtazamaji, bado nasisitiza usikubali maisha ya kutokuota, au ikawa wewe waota ikifika asubuhi umesahau kile ulichokiota. Wakati mwingine ndoto hizi bushara min Allah Ta'ala, ni bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunajulishwa mambo mazuri ili tufanye harakati ya kuyaendea hayo mambo mazuri. Na harakati ni bidii, lakini dua pia huwa zinatumika sana kumwomba Allah atukutanishe na kheri tulizoziona kupitia ndoto. Lakini wakati mwingine yawezekana ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuonyesha mabalaa na maafa ambayo huenda yangekufika, na ikawa ni sababu ya wewe sasa kujiepusha na hayo mabalaa, kuchukua tahadhari. Kwa hiyo usiridhike kuwa hauoti ukaona jambo la kawaida, au unaota ikifika asubuhi unasahau. Na kama nilivyoahidi katika video zilizotangulia, iko siku hapa tutakuja kujulishana ili ndoto zetu zifunguke tufanye nini, au zirejee kumbukumbu ya ndoto zetu tufanye nini. Tutajulishana hapa. Lakini muhimu kwa wale ambao hatujagusa ndoto zao au tumezigusa lakini hawajaelewa, wanaweza kuomba kuungwa katika magrupu yetu ya ndoto, Abu Jadawi Tiba na Ndoto A na B. Unaungwa vipi? Namba kwenye screen yako nadhani zinapita hapo, namba ya Voda hiyo, nitumie kwa WhatsApp. Sheikh, naomba uniunge, mimi nitakuona, nitakuunga. Kutaapia kwenye screen yako ya simu grupu linalosomeka Abu Jadawi Tiba na Ndoto. Kishaona hivyo, ingia ndani ya grupu, uliza ndoto yako kwa maandishi, mimi nitakuja chini pale nitajibu. Na hakutakuwa na gharama ya aina yote. Mtu asije kadhani kwamba tunatoza gharama kujibu maswali yanayohusu ndoto. Almuhimu, kituo cha Abu Jadawi Islamic Dua Center kinashughulika na masala ya tiba asilia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya ruqya kwa wale wote waliokumbwa na matatizo mbalimbali tofauti. Matatizo yenyewe yawe yamewakumba kwenye afya zao au katika maisha yao kwa ujumla. Tunapatikana hapa jijini Mwanza, mjini kati, mtaa wa Unguja, maeneo ya Mbugani, soko jipya, kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Kwa anayehitaji kuwasiliana na sisi, namba zinapita hapo. Anaweza kutupigia, labda ana tatizo lake private, tutampa maelekezo nini cha kufanya. Lakini kituo hiki kila wiki kinaendesha dua za majmuu, dua za pamoja. Dua hizi ni bure, hakuna anayechajiwa gharama kupitia dua hizi. Dua zinafanyika kila siku ya Ijumaa jioni, na siku ya Jumamosi jioni, na siku ya Jumapili asubuhi, hapo Mbugani kwenye majengo ya BAKWATA mkoa. Na walillahi alhamdu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wanaohudhuria kwenye zile dua wanatupa mrejesho mzuri, wanafanikiwa sana na mambo yao kuyaweka kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Basi na wewe ambaye haujafika katika hizo dua za majmuu za Ijumaa jioni, Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi, jitahidi kuanzia Ijumaa hii njoo. Hakuna silaha kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjaalia mwanadamu kama silaha ya dua. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala muwafikisho, kwani yeye ndio waliyo tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.